mawazo ya baraka, mawazo ya kuinuka, mawazo ya kufanikiwa, sio mawazo ya chini. Asubuhi ya leo nikiwa katika ibada hii, ninakushukuru kwa ajili ya mwezi wa kwanza, na ninaukabidhi mwezi wa pili mikononi mwako. Bwana, ninaomba kama kuna jambo lolote limenitoa nje ya leli yangu mwaka huu, mwezi huu, Bwana, rejesha maisha yangu kwenye leli yangu katika jina la Yesu. Yule adui, roho ya uvivu, roho ya uzembe, roho ya kuharibu connection, asubuhi ya leo ninaikemea. Toka, acha njia, shindwa milele kwa jina la Yesu. Inua mikono yako juu, sema Baba, umesema utanipa nguvu ya kupata utajiri. Ninaukataa umaskini. Roho ya umaskini toka ndani yangu. Roho ya umaskini toka ndani yangu. Achia ngozi yangu, achia damu yangu, achia mifupa yangu, achia roho yangu. Toka katika jina la Yesu. Sema Baba, naomba bariki mikono yako mwezi huu ninapoanza. Bwana, niunganishe na watu sahihi, nikawa mvuto katika jina la Yesu. Nisio wa nyuma, nikae wa mbele. Nisio wa chini, nikae wa juu. Bwana, kumbuka rehema. Nikumbuke mimi sako, nikumbuke mimi sako, nikumbuke Bwana. Nisaidie nikatoboe mwezi huu katika jina la Yesu. Sema Baba, mkakati wowote wa mamlaka ya giza kupindisha hatima yangu leo kwa jina la Yesu ninaufuta katika jina la Yesu. Ajenda zozote za wachawi, za washirikina, za mamlaka zozote za giza kinyume changu kwa mwezi wa pili, ninaamuru sambaratika, tenguka kwa damu ya Yesu, 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 kwa damu ya Yesu. Kwa makini. Ilifika tarehe 25 mwezi huu 21, uchumi ukafunga pap, kila mlango ukafunga. Alafu mambo yalikuwa yanahitajika yakawa mengi. Nikaja katika madhabahu hii, nikapiga magoti, nikalala hapa chini, nikamwambia Baba, watangazia watu habari za kutoa fungu la 10, na watangaza ufalme wako. Nini kimetokea? Ndipo nikapata kausingizi. Alafu nikamuona yule adui akicheka, anafurahia kuiba uchumi wangu, anafurahia kukamata njia zangu. Kwa sababu ngoja nikwambie vizuri unielewe, Mungu hata shusha pesa kutoka mbinguni. Ndio maana katika huduma hii sinasema wiki ijayo njooni na simu. Haya, shikiwa simu, washa tochi, pokea. Upumbavu. Ila Mungu atakachofanya, atakuunganisha na huyu, atakutetea mtu ambaye amepita mbali, atakuunganisha na huyu, au watu watabariki maisha yako katika jina la Yesu. Kwa kinachotokea, adui anawafunga. Ngoja nikwambie, kuna watu wana ndugu zao wana uwezo tu, naongeza kuwapa mitaji mikubwa, lakini umefungwa. Wanacheka nao tu, ndio habari za leo imetoka hiyo. Hakuna connection. Na simu kuomba msaada kwa mtu, matusi atakayoyapata bora kalale chumbani. Kuna vitu vinaitwa kuvunjika kwa connection. Kwa nilipofika kuomba, nikamwambia Baba, sitaki maisha magumu, sitaki yale ya kuishiwa, nahitaji milango ifunguke, naomba neema. Nikamwita Mungu wa Isaka, nikamwita Mungu wa Ibrahimu, nikamwita Mungu wa Yakobo. Mungu ajibuye kwa moto. Kesho yake simu ya kwanza, huko tayari kuna kazi hapa, kambia tuma. Simu ya pili leo, Bwana Yesu asifiwe, imekuwa historia. Bwana Yesu asifiwe. Natamani Bwana anapokuingiza mwezi wa pili, historia ikabadilike, kibao kikageuke. Yule ambaye alikuwa anakopa kwa mangi, leo akaweza kulipa hela zake zote kwa jina la Yesu. Yule ambaye alikuwa na shida, unamuona kama omba, Mungu akafungua mlango kwa ajili ya kutoka pale katika jina la Yesu. Sema Baba,
katika jina la Yesu wa Nazareti. Umesema Yesu Kristo alifanyika masikini ili mimi niwe tajiri. Yesu Kristo alifanyika mnyonge ili mimi niwe na nguvu. Baba, umesema utabariki kazi za mikono yangu, nawe utanipa nguvu ya kuwa tajiri. Asubuhi ya leo Baba, ninaliitia jina lako. Ninaomba aina yoyote ya vifungo vya kiuchumi juu ya maisha yangu kwa jina la Yesu, efata, efata, funguka, funguka, funguka kwa jina la Yesu. Sema Baba, kama kuna tabia yoyote, kama kuna jambo lolote ndani yangu linalonizuia nisikutanishwe na watu watakaonisaidia, leo ninaomba hiyo tabia kufa kwa jina la Yesu, kufa kwa jina la Yesu. Hiyo laana vunjika kwa jina la Yesu. Baba, naomba muujiza mwezi wa pili ukanikutanishe na watu watakaobariki maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Roho ya ukata, roho ya kuishiwa, roho ya kutoboa mifuko, out, out, achia maisha yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Amen. Jambo la mwisho, wiki hii nilipigiwa simu na mama moja, ni polisi. Mtoto wake alikuwa hospitali na akanitumia na picha, akanionyesha mtoto wa miaka 5 wamemkuta na kansa ya ubongo, wamemkuta na kansa ya tumbo, wakawa wamemlaza pale Muhimbili, na akawa analia. Ukiona mtu ni polisi alafu analia, ujue sio mchezo. Mtoto anapumua kwa oksijeni, anavuta pumzi kwa shida kwa sababu hawezi kupumua kawaida. Mapafu yote yameathirika na kansa. Aji, tunafanyaje? Nimekata tamaa, nimechoka. Nikamwambia mama, hapo unahitaji rehema za Mungu, kwa sababu haya magonjwa wanaoniambia ni mapigo. Unajua kuna ugonjwa alafu kuna mapigo. Ukisikia mtoto wa miaka 6 ana ugonjwa wa kisukari, ana ugonjwa wa moyo, jua ni mapigo. Mapigo ni tofauti na magonjwa. Mapigo maana yake kwamba kuna mtu ulimfanyia ubaya, kwa hiyo yanakuja madudu juu yako. Kwa hiyo inapokuwa ni mapigo, unahitaji kukemea, unahitaji kuomba rehema. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu kuna mtu umefanya jambo. Kuna watu wanafanya vitu vya ajabu. Unajua ukiwa na afya unapumua, unaweza kumtukana mtu ambaye hukupaswa kumtukana, na akakutamkia laana juu yako. Kwa inaitwa mapigo. Kwa kuna ugonjwa, kuna mapigo. Nikamwambia naona ni pigo, unahitaji rehema za Mungu. Rehema za Mungu tu zinakutoa, sio kukemea, kwa sababu hata tukemea kama ni pigo sio rahisi. Akaniambia mchungaji, nahitaji kutafakari, nahitaji tuombe. Nikamwambia tuingie kwenye maombi ya kuomba rehema. Lakini tulipoingia tu kwenye maombi, wala sikupoteza muda, nikamtia moyo, nikamtumia mstari kwenye kitabu cha Samueli ambapo Daudi aliomba kwa ajili ya mtoto wake apone, lakini Mungu hakuruhusu. Kwa nikamwambia mtoto hawezi kupona huyo. Kwa nikawa nasubiri tu muda. Ilipofika jana usiku akanipigia simu, mchungaji, naona kama ndio anakata roho. Nikamwambia pokea, shukuru Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia ni jambo jema pia, lakini kuwa na moyo mkuu. Mungu atakupa mtoto mwingine, usio na wasiwasi. Nataka kuongea nini? Mungu anabaki kuwa Mungu, lakini kwa namna hiyo haikuzuii wewe kuomba kwa ajili ya neema ya Mungu kwa ajili ya mwezi wa pili katika jina la Yesu. Sema Baba, katika jina la Yesu, katika maisha yangu inawezekana nimemzuru mtu mwingine, inawezekana nimesema maneno mabaya, nimetukana mtu ambaye sikutakiwa kumtukana, nimemsema maneno mabaya mtu ambaye sikutakiwa kumsema. Yawezekana nimewauzi wazazi wangu, yawezekana nimegombana na watu ambao nilitakiwa niwaheshimu, na kwa namna hiyo Bwana nikapigwa na laana. Leo asubuhi Baba, ninakuja mbele zako, ninaomba
kama kuna pigo lolote ndani yangu, Bwana kumbuka rehema, kumbuka rehema, unisamehe, unihurumie, unitakase katika jina la Yesu. Baba, ondoa mapigo kwenye maisha yangu. Baba, ondoa mapigo kwenye maisha yangu. Baba, ondoa mapigo kwenye maisha yangu. Damu ya Yesu, nena mema juu yangu katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Baba, nainua mikono, ninatamka, ninatabiri, hakuna pigo litakalodumu ndani yangu. Sitakufa, nitaishi ni utangaze wema wa Bwana. Sitakufa, nitaishi ni utangaze wema wa Bwana. Sema, mwezi wa pili sitazika wapendwa wangu, sitazika wapendwa wangu katika jina la Yesu. Sema, mwezi wa pili sitapata ajali katika jina la Yesu. Sema, mwezi wa pili sitapata mikosi, nuksi hazitanisogelea katika jina la Yesu. Baba, ninatabiri mwezi wa pili kuwa mwezi wa utele, mwezi wa baraka, mwezi wa ushindi, mwezi wa muujiza katika jina la Yesu. Nami ninatamka kwamba mwezi huu nitakuja ibadani, nitasali, nitakutumikia, nitatembea na wewe katika jina la Yesu. Amen. Amen. Nawezaje kunyama? Somo ambalo litatuongoza naitwa vazi la utukufu. Vazi la utukufu. Kuna mtu mmoja alinifuata akaniambia, mchungaji, mbona naona wachungaji wengine wanavaa suti kanisani? Na wewe zamani ulikuwa unavaa suti, mbona unavaa nguo nyeupe? Mbona unavaa na stola ambazo wanavaa watu fulani? Bwana Yesu asifiwe. Nikamwambia, hakuna kinacholazimisha nifanye hivyo, lakini niliamua kuwa ndio utaratibu wa kuvaa vazi ambalo linawakilisha huduma ambayo naifanya. Nikamwambia, kila vazi ambalo unaona nimevaa kuanzia viatu mpaka kwenye stola linawakilisha kitu fulani katika ufalme wa mbinguni, na ninahitaji muda wa kuangalia. Lakini pia ni lazima kuwe na namna tofauti kuweza kuona kwa nje. Kuna tofauti kati ya wale wanaosimama katika madhabahu na wengine. Kwa sio kwamba ni kanuni za kanisa, ila ni utaratibu nimejiwekea. Nikamwambia, cha kwanza, vazi leupe linaashiria ni ule ukombozi wa Yesu Kristo. Na ukiona mtu amevaa stola, nikamwambia nitakuelezea vizuri, na ambapo leo nakwambia nitakuelezea siku nyingine, katafute kidogo. Stola maana yake nini? Hiki kizibao hiki kina maana kubwa kimaandiko. Lakini Musa, Mungu alipomwita Musa kwa ajili ya kutengeneza watu wakasimama madhabahuni, akawaambia nguo za kuvaa. Sasa hatuendi kwenye dini kwamba tunataka tuanze kuwa na nguo za kuvaa wachungaji, hapana. Ila nataka kueleza umuhimu wa vazi. Mtu mmoja alimuona Isaya, Mungu anaitwa Isaya 6:1. Alimuona Mungu juu ya kiti cha enzi, amevaa vazi lake linatambaa mpaka ikaoni. Kuna nguvu katika vazi. Ndio maana kwenye serikali uweze kukuta mheshimiwa fulani mkubwa amekuja hapa amevaa bukta, anatembea na mfuko. Umeshasikia? Mgeni rasmi amekuja amevaa kabukta. Umeshaona? Kuna mavazi. Mavazi ni utambulisho. Lakini ukikutana na mtu kwa mara ya kwanza, ukimwangalia tu kutoka juu mpaka chini, unajua ni maskini, utajiri. Nguo tu anazovaa, unajua huyu kidogo zimejaa au ziko chache. Ni ishara ya nje. Lakini unapokutana barabarani na mtu amevaa nguo, akivaa nguo ya kawaida, sikio kavaa kaptula na suruali yake, utamwona mtu wa kawaida. Lakini akivaa yale magwanda, yale makubwa, yale magwanda yenyewe ya jeshi, unasema huyu mwanajeshi. Vazi linamaanisha kitu fulani kwenye maisha. Ukikutana na bunge, kuna mavazi ya kuvaa bungeni. Kuna nguo huwezi kuvaa bungeni. Kuna mavazi unaweza kuvaa baharini. Kuna mavazi unaweza kuvaa nyumbani. Ndio maana kuna baba siku hizo anatoka na bukta. Bukta ni ya ndani. Bwana Yesu asifiwe. Ajielewi, kwa sababu ajui maana ya vazi. Ajui vazi la wapi na vazi la wapi. Au jua kali linawaka, piga koti la nguvu na tai. Kwa kuna mavazi. Ndio maana kuna aina mbalimbali za. Sasa leo nataka kuongea kuhusu mavazi.
Lakini siongelei mavazi unayoona kwa nje. Jamaa moja nilikutana naye siku moja, nilikuwa nimesimama benki unapoenda kuchukua hela. Wakati huo kulikuwa kuna mambo ya ATM sana, lakini ATM ilikuwa ifanye kazi. Kwa tulirudi pale ndani, tukawa tumekaa kwenye mstari. Kwa wakati tumesimama kwenye mstari, akatokea jamaa mmoja, suruali amevalia chini ya makalio. Unajua suruali zile unazivaa vijana wanamkanda sio mafuta hivi, huwa zichomoke Kwa kapita pale, afuta kanipushi kidogo. Kama jamaa vipi huyu? Afuta katupita wote watu kama 10 kwenye mstari. Afuta kaenda pale mbele, kamwangalia keshia. Afuta kachukua kadi fulani kampatia. Mimi kasema siwezi kukaa kimya. Nikamwambia, "Ase brother vipi, mbona unatupita hapa?" Keshia akaniangalia, akamwambia, akaonyesha ile kadi. Kuna kadi fulani nyeusi. Kwa akaionyesha, hii hapa. Nikamfuata baadaye keshia, "Hii kadi nyeusi maana yake nini?" Akaambia, "Huyu ana huduma maalum. Kija benki haruhusi kukaa kwenye mstari. Manager wa benki anatakiwa kumfuata mchukue." Nikasema na mimi naitaka. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo mimi nikafanya utaratibu wa kupata hiyo kadi nyeusi. Kwa hiyo nikienda benki, naenda sehemu ambayo unakunywa na chai. Alafu unahudumiwa na manager. Unaulizwa, "Sasa hii form tunaijazaje?" Naongea kuhusu vazi. Naongea kuhusu kwa yule jamaa aliyekuwa na suruali yake imekatika kwa nyuma hapa, amevaa nusu ya makalio. Nilimwona kwa nje kama maskini, lakini kumbe kwenye benki ni mtu ambaye ana pesa nyingi. Kwa mavazi wakati mwingine anaweza kutudanganya. Ndio maana unaweza kupita barabarani kukutana na mtu amevaa uniform na kusimamisha, sio watu wanatembea na magari mara nyingi. Unadhani ni polisi, kumbe ni jambazi. Anajiwakilisha katika vazi ambao sio lenyewe. Lakini ulimwengu wa roho unakuona katika mavazi ya ulimwengu wa roho. Sasa twende ndani kwenye somo hili. Naongea somo linaitwa vazi la heshima. Ngoja nikwambie kitu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari wa 7. Tunakuja kugundua kumbe Adam na Eva walikuwa na mavazi. Adamu alipoumbwa alipewa vazi la utukufu, vazi lisiloonekana kwa nje, lakini ndani ya roho yake Mungu anapomuona anauona utukufu. Walipotenda dhambi wakapoteza utukufu, wakabaki watu ambao wanabangaiza wasiojielewa. Mwanzo 3:7, sio 2:7, 3:7. Wakabaki watu wasiojielewa. Ikabidi Mungu atafutie nguo za kuvaa. Sasa watu wengine wanadhani kwamba ni nguo, akaenda kuchinja mbuzi akamvalisha vazi. Kuna vazi inaitwa vazi la utukufu, anaweza kuvalisha ni Mungu peke yake. Sasa twende taratibu. Nataka nikulete taratibu kwenye kitu, nataka kiingie moyoni mwako. Kuna vazi unaoliona kwa nje, lakini kuna vazi ndani yangu ambalo nimevaa. Shetani aangalie umevaa nini nje, anaangalia kule ndani ya moyo wako umevaa nini. Ulimwengu wa roho au Mungu anapokuangalia, aangalie umevaa suti, umevaa suruali, umevaa kaptula. Anaangalia ndani ya moyo wako umevaa kitu gani. Hem, tuangalie kitabu kimoja kitakachotupeleka hapo. Kitabu cha Zekaria sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Tuone kilichotokea kwa huyu nabii wa Mungu. Zekaria sura ya 3 mstari wa 1 mpaka wa 5. Sikiliza kwa makini. Anasema, kisha akanionyesha Yoshua kuhani mkuu amesimama mbele ya malaika wa Bwana, na shetani amesimama mkono wake wa kulia ili kushindana naye. Mstari wa 2. Bwana akamwambia shetani, Bwana na akukemewe ewe shetani. Naam, Bwana aliyeichagua Yerusalemu na akukemee. Je, hiki si kinga kilichotolewa motoni? Basi Yoshua alikuwa amevaa mavazi machafu sana nguo chafu sana, naye alikuwa akisimama mbele za malaika. Naye malaika akajibu akawaambia wale waliosimama mbele yake, mvueni nguo hizi chafu.
Kisha akamwambia yeye, tazama, nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani kubwa. Nikasema, na wampige kilemba kizuri kichwani. Basi wakampiga kilemba kizuri kichwani, wakamvika mavazi, naye malaika wa Bwana akasimama karibu. Sikiliza kwa makini. Yoshua alikuwa kama Sako hapa alipo. Alikuwa ni kuhani wa Mungu. Alikuwa anahubiri watu habari za Mungu. Alikuwa amesimama akiwa na ujasiri mkubwa, na akavaa mavazi meupe, lakini ndani walipomwangalia kwenye ulimwengu wa roho alikuwa amevaa nguo chafu. Kwa alipofika kwenye sehemu ya kwenda kumwona mbele za Mungu, mbele za Kristo, akaonekana nguo zake ni chafu, na shetani alikuwa amesimama pembeni yake anamshtaki kwa sababu ya uchafu. Inakuwaje mpendwa katika Bwana? Kuna kitu sisi tunakiita nyoka katika suti. Kina mama na kina dada wanawajua. Unamkuta mtu amependeza, kijana mzuri, amekata nywele vizuri, amevaa suti ya bei kubwa, kiatu kinang'aa, alafu anakudanganya au anakwambia nitakuoa, kumbe ana mke tayari, au anakudanganya jambo fulani. Kwa hiyo yule mtu mavazi yake yanaonekana ni mazuri, masafi, lakini ndani yake kuna nini? Uchafu. Kwa nje anaonekana mzuri. Leo asubuhi kuna mtu mmoja nilimwona kwenye picha anaongoza kwenda kanisani, nikampigia simu, nikamwambia sio, umependeza sana leo. Akaanza kulia. Nikamwambia mchungaji, napitia mapito magumu. Mke wangu ana kansa. Mtoto wangu wa kwanza amekimbia nyumbani. Nje naonekana nimekula tai, nimekula suti ya nguvu na kiatu cha nguvu, lakini ndani nimevaa nguo chafu. Ndivyo alivyomwona Joshua. Kwa nje unaonekana ni mtu umevaa nguo nzuri, lakini nyumbani huna hata shilingi 10. Kwa nje tulikuwa na mtu mmoja tunamkanseli kanisani. Kwa hiyo nikaamua kumuuliza, kwa sababu alikuwa na mume wake, na yule mwanaume alikuwa anaonekana anampiga, anamnyanyasa, anamtesa. Kwa tukaamua tupate upande wa pili wa story. Huyo dada ukimwangalia ni msafi, mtanashati, anaongea mchungaji, Bwana Yesu asifiwe, haleluya. Ndio brother, vipi bwana, mke wako hapa na mashtaka, unampiga, unamnyanyasa. Akasema mchungaji, na kuheshimu tu, lakini nataka nikukatia hata simu. Huyo mwanamke mdomo wake ni choo. Akamwambia ni nini? Yesu asifiwe. Ana maneno mabaya kuliko shetani. Akachukua simu, akaniambia sikiliza alivyonitukana juzi. Mbwa. Nikasema what? Huyu dada huyu. Mungu wa mbinguni. Ukimwona nje, haleluya. Ndani ni sumu, ni nyoka kuliko hata shetani. Watu wengi kwa nje wanavaa vizuri, wanapendeza, wanaongea vizuri, lakini ndani ni uchafu ambao hata kusima upo. Wanakuwa na sura mbili. Vazi wanaliona kwa nje ndio hili, lakini ndani yao, huu mdomo wakiachiwa fungua siku moja, wanaongea mambo ambayo mpaka unasema hivi kumbe kuna maneno kama haya duniani. Mpaka misamiati inaogopesha, kwa sababu wamevaa mavazi machafu. Yesu Kristo amewakomboa, lakini bado hawajaamua kutoa mavazi machafu ndani ili waachane na uchafu, wamtumikie Mungu kwa ukima. Akikaa anaongea, unasema huyu kaka ndio mwenyewe original, anaweza mpaka kuhubiri, anasimama mpaka madhabahuni. Unaenda kumuuliza sasa yule mtu ambaye amemchumbia au mke wake, baba, nikwambie ukweli, unajua hata mali nilimtolea mimi yule jamaa.
Yesu asifiwe. Unajua siku ya 3 hajalala nyumbani sasa. Yule alikuwa anahubiri pale. Ndio huyo. Nje ni mtu mzuri, nje amevaa na suti, nje amepaka na mafuta, amepiga na kapanki kake, lakini ndani ameoza. Wanadamu wana uwezo wa kuakti. Wanaweza kuwa na sura nje hii na sura ndani iko hivi. Natamani ukanunue dawa kwa Bwana Yesu ili usafishe maisha yako. Unavyoonekana nje na ndani ndivyo ulivyo. Kwa sababu hukumu ya Mungu haitakuangalia kwa nje, itakuangalia kwa ndani. Mmoja alipata ajali akapasuka miguu yote, tukamwonea huruma, tukafunga na kuomba na watu wengine kama 4. Tukasikia story kwa mke wake. Kumbe ajali aliipata amebeba kimada. Bwana Yesu asifiwe. Na ni mlokole. Alafu ngoma ikagoma. Alafu akutuambia si tuendelea kuomba. Amevaa mavazi ambayo yanaonekana safi, lakini ndani ni uchafu na nuka. Mungu hana huruma. Mungu hana upendo. Utahukumiwa kwa vazi uliovaa ndani, sio nje. Jambo moja la msingi, kama unajijua kuna mavazi machafu ndani yako, una nafasi ya kumrudia Mungu na kuomba rehema. Yoshua anapoonekana kwa nchi wanamwona amevaa mavazi masafi, lakini anapofika kwenye hukumu ya Mungu, shetani anamsogelea. Huyu Yoshua huyu ambaye alisema mimi na nyumba yangu mtumikia nani? Bwana. Leo amefika mbele za Bwana. Joshua ni madudu. Ninaongea kuhusu mavazi na nguvu ya mavazi katika maisha ya Mkristo, kwa maana kwamba ukijua unatakiwa uvae nini itakusaidia. Sasa tuangalie kidogo nini chanzo cha mavazi machafu. Ngoja nikwambie, hakuna mtu anayekuja kanisani alafu anaendelea kufanya mambo mawili pamoja. Ina maana kuna kitu kimekamata ndani yake na akitaki kumwachia. Ndicho kinachomfanya awe na mavazi machafu. Nini kinasababisha mtu awe na mavazi machafu? Kitu gani kinasababisha mtu akaonekana na mavazi machafu? La kwanza ni mizizi ya kifamilia, ni mizizi ya mababu. Ngoja nikwambie ukweli. Juzi tulikuwa na mchungaji mmoja, ni mchungaji, naongea kuhusu mchungaji, sio mshirika. Wakamkuta kwenye mashimo, ametupwa kwenye kwanza alikuwa na kanisa, baadaye kanisa likafa. Alafu tukawa tunajiuliza, anatuambia tu bwana kanisa ni ngumu sana kuanza kanisa, story kibao. Tukamwambia bwana pole, tunakuombea. Tukawa nampa hela kidogo. Sasa wakamkuta amelewa chakali, yuko katikati ya shimo la maji machafu. Walipomtoa pale, ikabidi wamkalishe vikao viongozi wengine. Bwana imekuwaje? Akaanza kuelezea, unajua nilikuwa na vazi safi. Nikaanza hatua ya kwanza, unajua ukinywa divai ile sio pombe, hata Yesu alikunywa divai. Basi anapiga kikombe kimoja. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Siku ya kwanza, siku ya pili chupa nzima. Siku ya tatu, kwa sababu kisha kunywa divai huwezi kunywa bia tena eti. Inabidi utafute zile nyeupe zile au kwa kaanza kupiga zile nyeupe. Unasijua zile nyeupe? Unachukua koka alafu unachanganya na koka ili watu wasijue unapiga nini, si ndio? Kwa akaanza kuzinywa zile 3-4, baadaye zikamzidia sasa. Kwa alikuwa kanisani na kuja amevaa nguo katika jina la Yesu. Akitoka pale mavazi machafu. Baadaye ungoja kwambia, uwezi kumdanganya Mungu kwa muda mrefu. Utaonekana tu, yaani utadanganya, utajibalaguza, lakini ukweli utatokea. Kwa baadaye akaanza kuja kanisani amelewa. Watu wakaona upuzi, tunakuja kusali kwa nini? Kanisa likaanza kupungua. Yeye kanisa linapozidi kupungua ndipo anapozidi kufanya nini? Baadaye mke wake akaondoka. Kwa mwishoni akafika lile vazi sasa la nje ambalo lilikuwa linaonekana likafumuka. Alafu ule vazi la ndani la ulevi likawa limeonekana wazi. Lakini tulipokuja kumchimba, kumbe baba yake alikuwa cha pombe kupita kiasi.
Ukiwa na familia ambao umetoka ni wazinzi, utakamatwa na uzinzi. Ukiwa na familia ambao umetoka hawakai kwenye ndoa, utakaa kwenye ndoa. Ukiwa na familia ambayo imetoka kupiga wake, utapiga mke. Ukiwa na familia ambayo umetoka ni maskini, choka mbaya, uwezekano wa wewe kupata pesa alafu karudi kwenye umaskini ni mdogo sana, ni mkubwa sana. Waweza hata ukapata mpaka magari, lakini haitapita miaka 5, chiki magari yanaporomoka na kila kitu, hela zinaondoka kwenye akaunti pale pale. Kwa sababu kuna mizizi ya familia ya mavazi ambayo haitaki kukuachia. Ndio maana unapokuja kanisani inabidi uchukue hatua ya kuvunja mizizi ya familia. Sasa ukimwambia watu wengine wanasema mambo ya mizizi ya familia Yesu alishamaliza yote. Wewe, dhambi tunapigana kila siku. Alimaliza msalabani dhambi, lakini dhambi inatuinda kila siku, ni pambano kila siku. Hakuna siku nasema mimi sasa si dhambi hainisumbui. Bwana Yesu asifiwe. Ni vita vya kila siku. Shindwa katika jina la Yesu, unakwenda mbele, amna kuanguka, unakwenda mbele kwa sababu ni mapambano. Hata yale mavazi ya kifamilia, ile roho iliyokuwa imekamata baba yako, ule ushirikina katika nyumbani kwenu hautakuacha. Inabidi upigane vita vizuri vya imani, kuangusha zile ngome na kuvua mavazi machafu, kwa sababu yanakuwa ndani. Ndio kwa nje tunaweza kuona hela, lakini muda sio mrefu zile roho za familia zinakuchia. Wewe ni nani? Upate utajiri kwenda wapi? Mvuguto unaanza kutokea, shida ukijitahidi sana unaenda kulazwa hospitali kwa ugonjwa ambao hujulikani. Ninaongea kuhusu mavazi machafu ambayo kwa nje yanawezekana umevaa nguo nzuri, lakini kwa ndani kuna uchafu bado. Lakini na habari njema kwako leo, tunapoenda kuomba tunavunja mizizi yote ya kifamilia katika jina la Yesu. Hakuna kitakachoendelea kutafuta, wala hakuna roho itakayokuona, kwa sababu Yesu Kristo alilipa gharama. Haleluya. Jambo la pili ambalo linasababisha watu waliokoka lakini wana mavazi machafu tunasema ni uzoefu wa maisha. Maisha kuna wakati yanakatisha tamaa. Kuna sehemu tulienda, mwanaume ni chapombe, mwanamke ameokoka. Kwa ilikuwa akifika nyumbani jamaa, yani mazoezi yake ya kupiga ngumi anampigia mke wake. Piga vizuri, sio kupiga kwa kitoto. Yani nikimkuta nimemkuta. Kwa mama alikuwa anakuja kanisa kila siku, yuko hivi anasema Yesu arudi upesi. Najua ukimtoka Yesu rudi Bwana rudi, kwa sababu nikirudi nyumbani ni moto. Kanisani anashinda kila saa naomba. Kwa akili yake baadaye akaanza kupoteza akili. Baadaye akaanza kuwa ni mtu ambaye ukimshtua ndio anashtuka, lakini hayupo, sio mwenzako. Ndani yake, nje amevaa mavazi mazuri, nje amekuna skuna za inchi ngapi? 12, mnazijua? Za inchi 6 sasa, kama hujui kutembelea 12. Anatembea anang'aa, anamwawa, lakini ndani amevaa mavazi mateso, maumivu hawezi kuyasema. Nguo chafu ya ndani ikamsababisha akakosa mwelekeo wa maisha. Haikupita muda akawa kama amechanganyikiwa, kwa sababu ya vazi lililokuwa katika tabia anaoishi, na akakosa mtu wa kumsaidia. Lakini nyingine ni tabia mimi kwetu haiwezekani nikapata hela. Unajua si kwetu hatuna chochote. Maneno ya kujisemesha mwenyewe. Unajua mimi siwezi kuwa tajiri. Kwanza siutaki utajiri. Kujisemesha shemesha inajenga vazi. Kwa nje unavaa vizuri, unaonekana mzuri, umepaka mafuta vizuri, lakini ndani umejisemesha mambo mazito. Leo kila kitu kilichotamkwa kwa maneno au kusemesha ndani yako tunaenda kukibomoa katika jina la Yesu. Haleluya. Jambo la tatu linaleta mavazi machafu. Hakuna jambo rahisi duniani kuleta mavazi machafu kama mahusiano ya kimapenzi. Tunasema hivi, kuwa makini, unamuoa nani? Unaolewa na nani? Nani anazaa naye watoto? Kwa sababu tabia za yule mtu zitaenda kwa watoto.
kwa sababu tabia za yule mtu zitakuja kwenye maisha yako. Yoyote ambaye mnafika hatua kuwa na mahusiano ya kimapenzi, tambua kama kuna laana kwao zitaingia kwako. Kama kuna mavazi machafu kwao yataingia kwako. Kama kuna uchafu wowote kwao utaingia kwako. Yale matamko, hebu chukulia wewe una matatizo ya babu zako huko ikimaskini. Alafu unaenda kukutana na mtu ambaye kwao una kichaa. Alafu unachanganya za umaskini wako na kichaa cha huyu mtu. Hakuna dhambi ambayo imetamkwa kwa hofu kubwa kama dhambi ya uzinzi katika Biblia, kwa sababu inakuungamanisha na mtu, unakuwa mwili mmoja. Yale madhaifu yake unayabeba, alafu unavaa. Wewe unajiona kwa nje uko vizuri. Ndio maana watu wanaweza kuwa wametoka kufanya uzinzi guest, alafu wote wamekula suti na tai. Kwa nje mnaona wanatembea vizuri, wameshikana, oh haleluya, haleluya. Alafu ndani shetani anajua wameshaoza. Kwa sababu ile connection ulimwengu wa roho haukuachii. Shetani anaona ile connection yako. Angalia kwa nje. Kwa nje waweza kuonekana mtu wa kawaida, lakini ndani ile connection iliyotengeneza inaenda kutafuna na ikuachii. Hakuna kitu kinachotafuna kama dhambi ya zinaa. Sio tu dhambi, hata kwenye ndoa. Ukikosea ukolewa na mwanaume ambao kwao kuna madudu kabla hujaweka sawa, yatakupata. Ukioa mwanamke ambaye dada yake ameachika, mdogo wake ameachika, dada yake mkubwa ameachika, yeye mwenyewe tu ameponea chupu, wewe ndio umemsaidia, alafu wewe ndio umemwoa lazima utakula mbembele. Kuna vitu vinatoka kwenye familia vinakuja kwako. Unaolewa na mtu ambaye kaka yake anapiga watu, anampiga mke, mdogo wake anapiga mke, alafu unategemea utapona. Tunasema kuna mavazi unayapata. Lazima unapokuwa umeoa au umeolewa, lazima uchunguze familia ya mke wako. Sio mwache, ila ujue kuna vita vya kupambana, kubomoa zile ngome. Lazima uchunguze familia ya mume wako. Jua yale yanayotokea kule, unaona kwa ndugu zake kule, naye anayo, ila tu hajaonekana, na ataonekana siku moja, labda amue kumfuata Yesu. Lakini habari njema kwako, ukiamua kubadilisha kibao, umepewa mamlaka ya kumkanyaga shetani na nguvu zake zote katika jina la Yesu. Lakini tambua, jaribu kukimbia. Ndio akasema bieni zinaa kupita chochote, kwa sababu huko ndiko watu wana connect. Ile connection haikutoi. Bwana Yesu asifiwe. Jambo la mwisho kwa leo, kitu gani kinafanya mtu anaonekana kwa nje ni mzuri, lakini ndani kuna mavazi machafu? Rabo sekorianda rabashi. Ni maagano. Ni maagano. Maagano ninaongelea kuhusu kitu gani? Ni makubaliano yaliyofichwa. Kuna watu, mtu mmoja aliniambia ndoa yake ilikuwa ya ovyo sana. Kwa hiyo amekaa na mke wake, Mungu bahati nzuri akampa huduma. Najua Mungu anapokuita kwenye huduma, yawezekana ukuwa ujui. Sasa mambo unapokuwa kwenye huduma ndipo yanaanza kutokea. Lakini ndoa ikawa ngumu kupita kiasi. Alafu jamaa alikuwa anavaa vizuri, anapendeza na mke wake, lakini ndani ya moyo wake madudu, yani anapata shida, ajui afanye nini kwa sababu vitu vimekaa ndani. Huyu jamaa kumbe kuna wasichana wawili katika kukuoka kama kijana aliwaahidi kuhusu kuwaoa. Wale wasichana wakaenda kutengeneza maagano. Kwa zile nguvu za kwao na nguvu za familia yao zikawa zinamwataki huyu jamaa. Yeye anadhani mke wake ndio mwenye matatizo. Kumbe yeye alikuwa na maagano yaliyofichika nyuma. Aliingia mikataba nao, na bahati mbaya mmoja alitabua mpaka damu, alafu akakubaliana naye, wewe lazima nitakuoa. Amesahau. Miaka imepita, siku zimepita, yale maagano yanapiga kelele sasa. Ndoa haina raha. Wana kila kitu lakini ndoa haina raha. Maagano ya nyuma, makubaliano ya nyuma. Ni lazima ujue namna ulimwengu unavyoongozwa. Ili vazi unavyoliona kwa nje sio hili, ila kuna vazi la ndani ambalo ndio mwanadamu analo, ambalo Mungu hamwangalii mtu kwa nje, anaangalia huku ndani kuna tabia, kuna vitu gani vinavyoendelea. Lakini leo kama ilivyotokea kwa Zakaria,
Tuangalie mstari wa 3 na 4. Shetani alikuwa amekaa pembeni ya Zakaria, alafu Mungu amekaa pale, Yesu Kristo yuko pembeni, alafu huku pembeni alikuwa amekaa malaika. Kwa alipofika mbele za Mungu, Shetani anamwambia Mungu, huyu jamaa huyu ana maagano. Yaani huyu anamwambia Zakaria, anamwambia nani? Joshua kwanza ana maagano. Cha pili, Joshua familia ya baba yake ina matatizo. Huyu Joshua alitukana watu. Huyu Joshua. Kwa anamsemea kwa Mungu. Mungu akamwangalia. Kitabu cha Zekaria 3 kuanzia mstari wa 3. Sikiliza kwa makini. Nataka tusome tena. Anasema basi Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana. Sijajua nguo gani chafu umeivaa wewe. Kuna mtu ana uchafu, nguo chafu ya maneno. Yaani analopoka lolote linalokuja, anaharibu kila kitu. Akiharibu hali ya hewa inakuwa mbaya. Mwingine ana uchafu wa magonjwa. Anasema Yoshua alikuwa amevaa nguo chafu sana kwa ndani, sio nje. Na alikuwa amesimama mbele ya malaika. Leo umesimama mbele za malaika. Uko kanisani, kuna malaika maelfu hapa ndani. Sikiza kilichotokea. Mstari wa 4. Sikiza kilichotokea. Anasema naye malaika akajibu, akawaambia wale waliosimama mbele yake, mvueni nguo hizi chafu. Kisha akamwambia, tazama nimekuondolea uovu wako, nami nitakuvika mavazi ya thamani kubwa. Mungu anakuambia leo, hilo vazi linalokusumbua kwa muda mrefu, leo niko tayari kulivua katika jina la Yesu. Na nitakapolivua nitakuvisha vazi la thamani nyingi. Ngoja nikwambie, vazi la ndani likiwa zuri na la nje likiwa zuri, unakuwa mtu wa thamani kubwa. Unakuwa na kibali, unakuwa na baraka, unakuwa na neema. Kila unachofanya kinafanikiwa. Lakini huku ndani kukiwa kuna madudu, huku nje hata tufanyeje? Tutakuombea, utakwenda kwa manabii wote mchini, lile vazi litakutafuta. Haleluya. Anasema cha kwanza, nimekuondolea uovu. Cha pili, akawaambia malaika, chukua vazi, mvalishe ujamaa. Nataka uwe mtu mpya. Leo Bwana Yesu yuko hapa, anataka kukuvalisha vazi la utukufu. Kitabu cha Mwanzo sura ya 3 mstari wa 7. Anasema mara macho yao yakafumbuliwa, wakatambua kwamba wako uchi. Natamani ujitambue asubuhi leo uko uchi. Rabo za korianda rabase. Usipojitambua uko uchi, imekula kwako. Nimekwambia kuna mambo 4 yanasababisha uwe uchi. Pamoja na kwamba unaweza kuwa umevaa nguo nzuri. Anasema wakajishonea majani ya miti, wakajifanyia mavazi ya kiunoni. Lakini baadaye Mungu akaamua kuwapa mavazi. Yawezekana umejifucha, sio kwamba unapenda hizo tabia, ila ukoo baba yako bado unakutafuta. Ndio maana tukawaambia watu fulani, ukiwa ni mtu umeitwa katika uchungaji, lakini bado zipu yako haijafungwa vizuri, kama ni mwanaume, naomba nikwambie ni muda tu, utaenda kuumbuka muda sio mrefu. Au hata kama ni mwanamke, hujajifunga zipu vizuri, uko nyumbani kwenu, umetoka kwenye mambo ya ajabu ajabu, utainua kanisa litasambaratika, kwa sababu itatia aibu. Kuna vitu vya kifamilia, hata tukupe pesa leo ukaanzisha mtaji ukaenda nao, vitashuka, utarudi pale pale. Kuna tabia ambazo mama yako alikuwa nazo au baba yako alikuwa nazo, zinakuja juu yako na unazijua. Cha kwanza lazima utambue, aisee, nikijiangalia ndio nimeokoka, lakini hivi vitu sio vya watu waliokoka. Ninajua ndani yangu huku kuna madudu ambao ni mavazi machafu. Najijua kabisa, huu mdomo wangu nikifungua bora choo cha station. Lakini nimeokoka, nampenda Yesu. Nikikamatwa na zile hasira mpaka natoa jasho, mpaka nasikia kutaka kupumua, mpaka nasikia kutaka kumuua mtu, na uso unabadilika kama simba. Najijua. Leo jibeleza Mungu, amua Yesu Kristo akubadilishe. Mungu hataki kukufukuza. Mungu anakupenda. Ndio maana Joshua alipoenda pale alitaka kukimbia kwa sababu alikuwa mchafu, lakini Yesu akamwambia, njoo, hata ukiwa umelemewa na mizigo gani nitaiondoa. Leo asubuhi Yesu Kristo anaweza kubeba zile tabia, yale matatizo ya kifamilia. Yesu Kristo anaweza kusamehe dhambi yako yoyote.
Yesu Kristo anaweza kuvunja mikataba yoyote ambayo iko ndani yako. Yesu Kristo anaweza kuondoa maagano yoyote ambayo umeingia kwa kujua kutokujua. Nafasi iko. Tunapoenda kuomba, ninatamani ukamwambie Mungu, Baba, kwa kweli nakubali nina nguo chafu ndani yangu, nahitaji unisafishe. Mungu ni mwema. Ndio maana amekuletea ujumbe huu. Nia wake sio kutaka kupiga, anataka kukusaidia ili utoke hapo. Tunapoenda mwaka 2024 mwezi wa pili, Mungu afanye neema ya tofauti kwa ajili ya uponyaji wako katika jina la Yesu. Na leo uponyaji uko mahali hapo, na Yesu Kristo yuko tayari kukusaidia na kukutoa kwenye shida na kukupa neema ya kuweza kusimama tena katika jina la Yesu. Naomba tusimame. Haleluya. Anakutamani. Amebeba mavazi meupe mazuri ya thamani kubwa, na anatamani ayaweke kwenye maisha yako. Ninaomba usimfiche, mwambie Bwana, kweli nina udhaifu. Kweli pamoja na kwamba nimeokoka, jambo hili linanisumbua, linanitesa. Hizi nguo Bwana zimenisumbua kwa muda mrefu, nahitaji kupona leo. Na Isaya 61 mstari wa 10 anasema atakuvika vazi la haki. Lakini anapokuvika vazi la haki, anakupa utambulisho mpya kama mtoto wa Mungu. Wote waliompokea aliwafanya kuwa watoto. Sio kwamba wanajifanya, huwezi kujifanya wewe. Anakufanya yeye kuwa mtoto wa Mungu. Wapala Yesu, ninajiangalia kwenye kioo cha Roho Mtakatifu. Ninaangalia maisha yangu, ninaangalia familia yangu, naangalia baba yangu, naangalia mama yangu. Ninajua kuna tabia, kuna vitu ambavyo Bwana viko kwao na vinanisumbua na mimi. Nikiangalia mwenendo huu, ninajua umetoka kwa baba yangu, najua umetoka kwa mama yangu. Asubuhi ya leo Baba, kwa jina la Yesu, umesema nikikuamini wewe utanifanya kiumbe kipya. Ninaomba kwa damu ya agano, Bwana, aina yoyote ya tabia, uchafu wa aina yoyote, aina yoyote ya maswala ambayo yanatoka nyumba ya baba yangu, yanatoka nyumba ya mama yangu, yamenivika mavazi, ng'oka kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu. Sema, Baba, ninaichukua roho yangu, mwili wangu na nafsi yangu, ninavichovya katika damu ya Yesu, 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 damu ya Yesu. Itakase roho yangu, takasa mwili wangu, nivike vazi jipya. Ondoa uchafu, nisamehe. Kama kuna lolote, kama kuna jambo lolote ambalo Bwana nimelitenda linaniletea madhara, ninaomba msamaha. Mikataba yoyote ambayo midomo yangu iliingia kwa kujua au kutokujua, leo kwa damu ya Yesu ninaivunja out kwa jina la Yesu, kwa jina la Yesu, katika damu ya Yesu. Sema, Baba, nainua mikono juu. Kila vazi la aibu katika maisha yangu kutoka nyumba baba yangu, kamata moto, ungua leo, achia roho yangu, toka kwa jina la Yesu. Sema, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, damu ya Yesu, itakase roho yangu. Damu ya Yesu, damu yomwagika msalabani, damu Baba, ishuke juu yangu, itakase roho yangu, ondole uchafu. Sizitaki tabia hizi, sitaki mikataba hii. Damu ya Yesu, nena mema kwa ajili yangu, niweke huru leo. Ninakataa utumwa kwa jina la Yesu. Ninavua mavazi machafu, ninamwachia adui, ninavaa mavazi masafi kwa
kwa jina la Yesu. Sema Bwana, ninaomba asubuhi leo, kama ulivyofanya kwa mtumishi wako Yoshua, achilia malaika zako wakanisaidia. Baba, nainua mikono juu, ninavaa vazi jipya. Kuanzia leo, ile hasira haitarudi tena, ule uzinzi hautarudi tena, ile tamaa mbaya haitarudi tena, yale maneno machafu hayatarudi tena. Damu ya Yesu, nena mema kwa ajili ya maisha yangu. Nibadilishe Bwana, nibadilishe Bwana. Nahitaji kupitia ibada hii nivae vazi jipya katika jina la Yesu. Ongea na Mungu wako, muombe Mungu akusaidie. Riba sekorianda rabo, rema ziondo robo shakorianda raba, kereboria zende reba, reka baka rende rebosa. Katika jina la Yesu, kila vazi chafu, kila vazi la tabia ambayo sio ya kimungu ndani yangu, out, out. Ninavaa vazi la kiroho, vazi la Yesu, vazi la ushindi, vazi la baraka, vazi la kibali katika jina la Yesu. Inua sauti yako, ongea na Mungu wako, sikae kimya. Ongea na Mungu wako. Baba, nisafishe kwa upya. Naomba nisitoke leo kama nilivyo. Naomba neema Bwana, nisitoke leo kama nilivyo. Naomba kibali Bwana, nisitoke leo kama nilivyo. Naomba neema Bwana, nahitaji kuvaa vazi jipya katika jina la Yesu. Bwana wetu Yesu Kristo, na upendo wa Mungu Baba na ushirika mtamu wa Roho Mtakatifu uwe na sote sasa na hata milele. Amen. Kwa hiyo mpate kubariki. Baba, kwa jina la Yesu ninasimama katika nafasi ya Musa. Watu wao wametoka majumbani mwao, wamekuja kukuadhimisha wewe. Mikono hii ambao wamenyosha kwako, sio kwangu. Ninaomba uwabariki. Wanatoka kwenye ibada hii wamebarikiwa katika jina la Baba, Mwana, Roho Mtakatifu. Wanapoenda Bwana mjini wamebarikiwa, wanapotoka mjini wamebarikiwa, wanapoingia shambani wamebarikiwa, wanapoenda nyumbani wamebarikiwa katika jina la Yesu. Adui yoyote anayekuja mbele yao, awe ni mchawi, awe ni mshirikina, awe ni nguvu yote ya giza, Baba naomba asambaratike mara 7 kwa jina la Yesu. Kila wanaoenda kufanya naomba wakafanikiwe. Damu ya Yesu ikanene mema juu ya maisha yao. Baba, ukawalinde usiku, ukawalinde mchana, ukawazingira wanapoenda mashambani, wanapoenda kwenye kazi zao. Ukawape kibali katika wiki hii. Mwezi huu ukawe ni wa baraka kubwa juu ya maisha yao, wakajae shuhuda na utomvu mbichi katika jina la Yesu. Asiwepo kupata ajali na mikosi katikati yetu kwa jina la Yesu. Asiwepo kupata magonjwa na maradhi yote katikati yetu kwa jina la Yesu. Damu ya Yesu nena mema kwa ajili ya kila mmoja katika jina la Mungu Baba, Mwana na Roho Mtakatifu. Na wote tuseme amen mara 3. Amen. Amen. Amen.